بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين. أما بعد، بعون الله تعالى ففي هذا المغرب، مغرب في ليلة الخميس، katika magharibi hii ambapo ni maghrib katika usiku wa alhamisi الثالث من المحرم، ni usiku huu wa tarehe 3 ya mwezi wa Muharram mwaka 1448 Hijria. Allah subhanahu wa ta'ala ametuwafikia kukutana baada ya kuswali swala hii, ikiwa tunaendelea na darasa zetu, na kwa mujibu wa ratiba tulionayo, darasa ya leo ni darsun fil fiqhi, ni darasa hii katika fiqhi, ambapo tunaisoma darasa hii chini ya kitabu hiki adhim al-mulakhas al-fiqhi, ufupisho wa kifiqhi, wa huwa talkhis fadilati al-shaykh al-allama al-mufti Salih ibn Fawzan ibn Abdullah al-Fawzan. Kitabu hiki ni tungo iliyofupishwa aliyoiandika al-allama al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Na kwa wale watumaji na wafuatiliaji wa darasa hii, mtakumbuka kwamba la nazalu fi kitabi salah, bado tunaendelea kukisoma kitabu cha swala, mahala ambapo imekusanywa milango mbalimbali kuhusu swala, na mlango ambao tunaendelea nao kwa sasa ni babun fi ahkami aljanaiz, ni mlango huu katika hukumu mbalimbali za jeneza, maiti ya Kiislamu, hukumu zenye kutaallaq na maiti ya Kiislamu. Huu ndio mlango ambao bado tunaendelea nao katika darasa hii, lakini alhamdulillah tayari tumezisoma hukumu mbalimbali zenye kuhusu aljanaza, kama vile ambavyo amezipangilia almusannifu hafidhahullah ta'ala katika tungo hii. Miongoni mwa hukumu ambazo tumezisoma, ya kwanza kabisa ni ahkamul maridhi wal muhtadhar, ni hukumu mbalimbali za mgonjwa wa Kiislamu na hukumu za yule aliyehudhurikiwa na kifo, mtu aliyefikwa na sakaratul maut. Tumesoma hukumu mbalimbali zenye kufungamana na jambo hili, lakini hukumu nyingine ya pili tuliyosomeshwa hapa na Sheikh ni ahkamul wafati, ni hukumu mbalimbali zenye kutaallaq na kifo. Hukumu ya tatu tuliyoisoma ni taghsilul mayyit, ni masala ya kuosha maiti na taratibu zake za kisheria. Tukasoma hapa walillahi alhamd utaratibu mzima wa kuiosha maiti ya Kiislamu. Kilichobakia kama tulivyoahidiana ni kuja kufanya kwa vitendo sasa uoshaji wa maiti ya Kiislamu. Insha Allah taala, tukiafikiwa kwa kupewa umri na afya, tutalifanya hili sote kwa pamoja kwa vitendo. Lakini jambo la tatu ambalo, afwan, jambo la 4 baada ya hilo la tatu
la uoshaji wa maiti. Jambo la 4 ambalo tumelisoma vile vile katika darasa hizi ni ahkamu takfin, ni hukumu mbalimbali za kumkafini maiti wa Kiislamu, kumvika sanda. Hili nalo tumelisoma kwa maelezo haya yaliyotolewa hapa. Kilichobakia ni kufanya jambo hili kwa vitendo. Na hukumu ya 5 ambayo tumeanza kuisoma na ndipo darasa yetu inapoendelea ni ahkamu salati ala almayit, ni hukumu mbalimbali za sala juu ya mayit, hukumu za kuswalia maiti ya Kiislamu. Hapa ndipo ambapo masomo yetu yanaendelea, maana kipengele hiki cha 5 tulikianza lakini bado hatujakimaliza. Lakini tumesoma sehemu kubwa inayofungamana na kipengele hiki cha hukumu za sala ya mayit min babi almudhakara walmurajaa, katika mlango wa kukumbushana yale ambayo tumeyasoma katika kipengele hiki cha 5. Sheikh alitueleza mwanzo kabisa kwamba ni sheria baada ya kumkafini, bimaana kumvika sanda maiti wa Kiislamu, kumswalia. Na hili jambo la kumswalia maiti wa Kiislamu limetajwa na ujira mkubwa. Ndipo pale Sheikh akaitaja hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, man shahida aljanazata hatta yusalla 'alayha falahu qiratun. Yoyote ambaye atalishuhudia jeneza, maiti ya Muislamu iliyolazwa kwenye naash, mpaka akaiswalia, huyu anapata mlima wa thawabu. Lakini ukienda mbele zaidi, ukalishuhudia jeneza, ukaliswalia mpaka ukenda kuzika, huyu atapata milima 2 ya dhahabu. Lakini Sheikh akaeleza hukumu ya sala ya mayit, akatuambia kwamba sala ya mayit ala sahih ni fardhu kifaya, ni faradhi ya kutoshelezana. Bimaana wakipatikana baadhi ya Waislamu wakamswalia maiti wa Kiislamu, basi madhambi yatakuwa yamewaangukia wengine. Lakini ikiwa Muislamu hatupata hata mtu mmoja wa kumswalia, na ikawa pana watu wana taarifa za kifo chake, basi wale wote walio na taarifa hiyo watapata madhambi. Lakini wakipatikana baadhi yetu wakamswalia Muislamu, itatosha. Na kwa wengine waliosalia ambao hawakuswalia maiti hiyo, waliosalia, waliobakia, maana sije Kiswahili kinaleta matatizo hapa, na wengine waliobakia ambao hawakumswalia huyo maiti, itakuwa kuswali kwa wao ni sunna tu, sawa Lakini Sheikh akaeleza katika hii swala ya mayit kuna shurut na kuna nguzo, arkan, na kuna sunan. Miongoni mwa sharti za kusihi sala ya mayit ni nia, uweke nia ya kumswalia huyo mayit. Kadhalika kuelekea qibla. Swala ya mayit tunapoiswali tuelekea qibla. Kwa hilo jeneza lenyewe tuligeuza upande wa qibla, na sisi wenyewe tunaposimama katika safu tunaelekea qibla. Si kweli kwamba swala ya jeneza mtu anaweza kaelekea popote, la. Lakini katika sharti ni satrul aura, ni kusitiri uchi wakati wa kuswali swala hii.
eneo lote ambalo lazingatiwa kuwa ni uchi, ni mmoja uchi wa mwanamume au wa mwanamke, anatakiwa alistiri eneo hilo wakati anaiswali swala hii. Sharti nyingine ni tahara ya musalli, lazima uwe na tahara, bimaana uwe umeepukana na vichanguzi vyote vya tahara, ni mmoja hadathi kubwa au ndogo, na uwe na udhu kamili, ndio tahara hiyo. Tahara inaambatana na kujiepusha na najasa. Lakini sharti nyingine ni Uislamu wa huyo mwenye kuswalia na mwenye kuswaliwa. Mwenye kuiswalia maiti ambaye swala yake itakubalika ni sharti ya Muislamu. Haitosihi swala ya mtu kafir kuiswalia maiti ya Kiislamu. Kadhalika huyo anayeswaliwa awe ni Muislamu, haifai kumswalia swala hii ya Kiislamu maiti asiyekuwa Muislamu. Lakini katika sharti lingine ni kuhudhurishwa jeneza ikiwa lipo katika mji. Msije mkaswalia swala ya ghaib, mnaswali swala ya jeneza ambalo halipo mbele yenu wakati lipo hapo katika mji. Maadamu jeneza lipo, lihudhurishwe pale mahala pa kuswalia. La kama itakuwa mtu kafia ughaibuni huko hayupo, basi hapo mnaweza mkaswali swala ya maiti aliye mbali, salatul ghaib. Lakini katika sharti yatakikana huyu mwenye kuswalia ambaye anawajibishwa kwa ufaradhi huu wa kutoshelezana awe ni mukallaf, awe ni yule aliyekalifiwa na sheria. Na almukallafun wanafahamika ni wale waliofikia baligh na wale wenye utimamu, sawa sijikawa swala ya jeneza yaswaliwa na wehu mpanga swafu ya wenda wazimu. Waache bwana, si maiti tu. Hawa ambao kalamu zimenyanyuka hawahusiki, lazima wawe ni wale ambao wanakalifiwa na sheria katika maamrisho na makatazo. Hayo ni baadhi ya masharti ambayo al-musannif hafidhahullahu ta'ala aliyataja kuwa ni sharti hizo za swala ya jeneza. Kadhalika swala ya jeneza ina arkan, miongoni mwa nguzo zake ni alqiyamu fiha ma'a alqudra, ni kusimama wakati wa kuswali swala ya jeneza ikiwa una uwezo wa hilo, kwa maana huna udhuru wowote wa kusimama, unaweza kusimama, basi usiswali kukaa. Swala ya jeneza swali kwa kusimama, ni nguzo hiyo. Lakini katika nguzo za swala hii ya jeneza at-takbiratul arba'u, ni zile takbira 4 zikitanguliwa na takbiratul ihram, takbira ya kuhirimia, kisha zinafuata takbiratu athalatha, takbira zingine 3, na zote zina utaratibu wake. Kuleza takbira 4 ni nguzo katika swala za jeneza. Lakini katika nguzo za swala hii ni qiraatul Fatiha, ni kusoma suratul Fatiha. Kadhalika as-salatu ala an-nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ipatikane kumswalia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wad-du'a lilmayit, na ipatikane dua ya kumwombea maiti kama ilivyokuja katika sunna. Na yote haya yapangiliwe. At-tartibu ruknun, mpangilio wa namna ya kuyaleta haya ni nguzo pia. Takbira ya kwanza utasoma Fatiha. Takbira ya pili utamswalia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Takbira ya tatu utaomba dua ya almayit. Takbira ya 4 utasimama kidogo, utapiga pause kimya,
kisha utoe salamu. Na ndio maana katika nguzo at-taslimu, miongoni mwa nguzo za swala ya jeneza ni kutoa salamu, na kauli iliyokuwa sahihi, salamu inakuwa ni moja tu. Yusallimu fi salati al-janaza taslimatan wahida, anatoa salamu katika swala ya jeneza salamu moja tu kuliani kwake. Hii ndio asah min haithu riwaya, sawa Lakini pia Sheikh akatusomesha kwamba swala ya jeneza ina sunna zake, ina mambo yaliyokokotezwa, hayajafikia kiwango cha ulazima, lakini ni mambo ya sunna. Katika aliyoyataja nasema ni raf'ul yadain ma'a kulli takbira, na haya ni baadhi ya madhhab, ni kunyanyua mikono miwili pamoja na kila takbira. Yafaa kufanya hivyo, pamoja kwamba tuliona riwaya thabita zimeashiria kwamba kunyanyua ni kwenye takbira ya kwanza peke yake. Waweza ukaendelea kwenye takbira zilizosalia pasi na kunyanyua mikono, lakini alladhi yarfa'u la haraja alayhi. Katika sunna ni al-isti'adhatu qabla al-qira'ah, ni kusoma a'udhu billahi minash shaitani rajim, kuleta isti'adha kabla ya kuanza kusoma Fatiha. Usisahau hilo, ni sunna hiyo. Lakini vile vile miongoni mwa sunna ni kuomba dua. Ile dua ya kumwombea maiti utaiona imetanguliza mtu kujiombea na kumwombea huyo maiti na kuwaombea waislamu wengine. Kwa hiyo mtu azingatie hilo. Lakini kisomo cha kwenye swala ya jeneza ni kisomo cha siri. Ni sunna kufanya al-israr bilqiraa, ni sunna kufanya siri kisomo, usidhihirishe kisomo chako kwenye swala ya jeneza kama vile unavyoswali maghrib au unavyoswali isha au fajr. La, kisomo katika swala ya jeneza ni cha siri. Lakini katika sunna ni mtu kusimama kidogo baada ya kupiga takbira ya 4 kabla ya kutoa salamu. Usipige takbira ya 4 kisha ukatoa salamu hapo hapo, la, kipatikane kitambo kidogo. Mathalan takbira ya 4 Allahu akbar, alafu ndio assalamu alaykum wa rahmatullah, papatikane kitambo kidogo tokea umepiga takbira ya 4 na kutoa salamu. Lakini katika sunna ni hiyo, kugeuka kwa kutoa salamu, kadhalika kufunga mikono katika sala ya jeneza ni sunna. Kuweka mkono wako wa kulia juu ya mkono wa kushoto juu ya kifua chako ni sunna katika sala ya jeneza. Lakini katika sunna za sala ya jeneza ni kwamba imamu anayeswalisha swala ya jeneza, ikiwa pana imamu na nyuma yake pana maamuma, au akawa mtu anaiswalia maiti peke yake, tukasomeshwa hapo, sunna ni kusimama katika eneo la kichwa ikiwa maiti ni ya kiume, kutokea kifuani mpaka kichwani, usimame hapo. Maiti ikiwa ni ya kiume, imamu anasimama upande wa kichwani. Wengine walio nyuma ya imamu watapanga swafu kawaida. Kadhalika ikiwa unaiswalia maiti wewe mwenyewe, ikiwa maiti hiyo ni ya kiume unasimama upande ule wa kichwa, na ikiwa maiti ni ya kike sunna ni kusimama katikati yake. Ikiwa maiti ni mwanamke utasimama katikati ya maiti, utaugawa mwili wake, na maamuma wengine watafuatia huko nyuma. Na tulisoma pia ni sunna katika swala ya jeneza kuzifanya swafu 3. Kama mtaweza kujipanga vizuri, hata kama mko wengi, mkapata swafu 3, hiyo ni bora
kuliko kuwa na swafu nyingi zaidi, au mkawa mna swafu pungufu. Lakini kama watu ni wengi, hizo swafu zikazidi 3 itafaa, ila kupanga 3 sufufin ni sunna. Kisha tukasomeshwa utaratibu mzima wa namna ya kuswalia mayit, kuanzia takbira ya kwanza na takbira ya pili na takbira ya 3 mpaka ya 4, na dua ya mayit ikaletwa hapo tena. Almusannifu hafidhahu Allah ta'ala amekusanya zile adhiya ambazo zimethibiti kwa nguvu zaidi kiriwaya, ndizo ambazo alitufundisha. Bila shaka mmeanza kuzihifadhi. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana innaka ta'lamu منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. اللهم اغفر له. na hii ndio ilikuwa mashuhuri sasa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqihi min al khataaya. na imekuja wa naqqihi min adh-dhunubi wal khataaya كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر. نيمكوج وأعذه من عذاب النار وأفسح له في قبره ونور له فيه. hifadhi dua hii ya talib alilm, sijikuwa unasimama kwenye swala ya jeneza kama awamu bwana, msimamo umetulia tu pale, unaswali kwa hisia, una ujualo na wewe unasoma dini. Wewe unaonaje? Aibu sio aibu? Sasa jitahidi uepukane na aibu hiyo. Sasa shekhe anaendelea hapa, na hii ndiyo darasa ya leo. Qala hafidhahu Allah ta'ala, baada ya kuitaja hii dua anayoombewa maiti katika swala, anasema wa in kana almusalla alayhi untha, na ikiwa wa in kana almusalla alayhi untha, na ikiwa atakuwa mwenye kuswaliwa juu yake ni mwanamke, kama hiyo maiti inayoswaliwa ni ya kike, qal, atasema mwenye kuomba dua Allahumma ighfir laha. Zile dhamair, zile dhamiri na yale mazungumzisho ya kwenye dua yataelekezwa kwa dhamiri za kike. Sasa ikiwa huyo anayemswalia ni mwanamke, wa in kana almusalla alayhi untha, na ikiwa mwenye kuswaliwa juu yake ni mwanamke, qal, atasema mwenye kuswali Allahumma ighfir laha bitanithi dhamiri, kwa kuzifanya za kike dhamiri, fi duai kullihi, katika dua yote. Kwa maana utageuza zile dhamiri sasa zimuhusu mwanamke. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' mudkhalaha waghsilha bil ma'i wath thalji wal barad
ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدل لها دارا خيرا من دارها، وأهلا خيرا من أهلها، وزوجا خيرا من زوجها، وأدخلها الجنة وأعذها من عذاب النار. Dhamair zile unazigeuza, zinakuwa sasa zinamzungumzia mwanamke, sawa na kuna watu toka alikuhifadhi dua hii yeye anaiomba hivyo hivyo, kaswalia mwanamke yeye anakuruta tu Allahumma ighfir lahu warhamhu, na wakati amswalia mama yake au shangazi yake au mwanamke wa Kiislamu yoyote, sawa sawa, dhamiri ziendane na huyo unayemswalia. Kisha shekhe anatupa faida nyingine, wa in kana al-musalla alayhi saghiran, na ikiwa atakuwa mwenye kuswaliwa juu yake ni mtoto mdogo, aliyekufa ni mdogo, qal, atasema mwenye kuomba dua, Allahumma ij'alhu faratan wa dhukhran liwalidayhi wa shafi'an mujaba, Allahumma thaqil bihi mawazinahuma wa a'zim bihi ujurahuma والحقه بصالح المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. Hapa ni pale ambapo tunamswalia mtoto, utaona maombi haya yamejielekeza kuwaombea wazazi wake wawili, na ndio maana ulama wanatuambia as-saghiru katika kumswalia ile dua yud'a liwalidayhi, wanaombewa zaidi wazazi wake wawili huyu mtoto mdogo. Miongoni mwa dua hizo ni hii, na dua hii imethibiti kwenye baadhi ya riwayat, wengine wanasema ni mauqufa hizo riwayat, hazikusii kwa rafu, bali zimesii an baadhi sahaba. Basi itapendeza kuzitumia hizi kuliko wewe mwenyewe kutengeneza jidua lako. Tumia zile za salaf, ni bora. Anasema katika dua, Allahumma ij'alhu faratan, unamwombea mtoto hapo sasa, ewe Allah mjalie huyu mtoto, hiyo maiti ya mtoto, Allahumma ij'alhu, ewe Allah mjalie mtoto huyu faratan, ni kitangulizi, ay sabiqan mutaqaddima, mfanye mtoto huyu ametangulia, kwa sababu alfarad kwa mujibu wa lugha huwa man yataqaddamu alqauma liyuhayyi lahum ma yahtajun. Alfarad ni yule anayewatangulia watu wake, kama ni kwenye msafara, yeye huwa anatangulia mapema kufika kule ambako mnaelekea, ili akifika pale awaandalie yale ambayo mnahitajia. Yeye anawahi, akifika pale aangalie usalama, awashe moto kabisa, aanze kubandika masufuria, anapunguza. Mkija pale mnakuta kuna mambo yashaandaliwa, maji ya moto ya kuoga tayari kashaweka. Huyu anaitwa al-farad, mtangulizi katika mambo, sawa Kwa hivyo Allahumma ij'alhu faratan, ewe Allah mjalie huyu mtoto ni kitangulizi, wa dhukhran, na ni akiba, kwa sababu adh-dhukhru huwa ash-shay'u al-madkhur al-muhtafadh bihi liwaqti al-haja. Adh-dhukhru ni kitu ambacho kimefichwa, ni hazina iliyowekwa, hazina ambayo inahifadhiwa kwa ajili ya wakati wa shida. Kwa hivyo kwenye dua ya mtoto mdogo aliyefariki, Allahumma ij'alhu faratan, ewe Allah mjalie mtoto huyu ni kitangulizi, wa dhukhran liwalidayhi, na ni akiba kwa ajili ya wazazi wake wawili, wa shafi'an mujaba, na mjalie ni muombezi mwenye kukubaliwa. Atakapowaombea wazazi wake, uombezi wake ukubaliwe. Wa shafi'an mujaba, na mjalie mtoto huyu ni muombezi mwenye kukubaliwa.
Allahumma thaqil bihi mawazinahuma, ewe Allah tukuomba zifanye nzito kwa sababu ya mtoto huyu mizani za wazazi wawili, wazazi wake huyu mwana Allahumma thaqil bihi mawazinahuma, ewe Allah zifanye nzito kwa sababu ya kifo cha mtoto huyo mizani za wazazi wake wawili. Wa a'dhim bihi ujurahuma, na ufanye mkubwa kwa sababu ya kifo hicho kwa huyo mtoto wa a'dhim bihi ujurahuma, na ufanye mkubwa kwa sababu ya mtoto huyo ujira wao wazazi hao wawili. Walhikuhu bisalihil mu'minin, na umuunganishe umuambatanishe huyo mtoto na waliowema katika waumini. Waj'alhu fi kafalati Ibrahim, na umjalie mtoto huyu katika susu, katika lelewa la Ibrahim, kwa maana aingie katika malezi ya Ibrahim. Na hii ni kwa ile hadithi katika Sahih Bukhari, mtume alipokwenda Mi'raj alionyeshwa mtu mrefu, kando kando mwake wamemzunguka watoto min auladi almu'minin, katika watoto wa waumini, amekaa nao kwenye bustani wamemzunguka. Akaambiwa dhaka Ibrahim alayhi salam, yule ni Ibrahim akiwalea watoto wa waumini, alladhina matu sighara, wale ambao wamekufa wakiwa ni watoto wadogo, mzee anawalea. Alhadithu inda al-Bukhari. Kwa hivyo waj'aluhu fi kafalati Ibrahim, ndio maana miongoni mwa husnu al-khatim wa husnu al-khatam ni ayamuta al-insan saghira, ni mtu kufa mtoto mdogo, ni katika alama za mwisho mwema hizo. Na umjalie huyo mtoto bwana katika lelewa la Ibrahim, waqihi birahmatika, na umkinge huyo mtoto kwa rahma zako, adhab aljahim, adhabu ya moto. Sawa Sasa hizi ni dua za kuombea maiti. Tumefundishwa anavyoombewa maiti mtu mzima mwanaume, anavyoombewa maiti mtu mzima mwanamke, na sasa dua ya kumwombea maiti akiwa ni mtoto mdogo. Sawa hiyo hapo. Thumma yukabbiru, kisha mwenye kuswali atapiga takbira. Msisahau kama tunazungumzia swala ya nini, ya maiti hapa. Thumma yukabbiru, baada ya kumaliza hizo dua kwa utaratibu huo, kisha atapiga takbira huyu mwenye kuswali. Wa yaqifu ba'daha qalilan, na atasimama baada ya takbira hiyo kwa kitambo kifupi. Thumma yusallimu taslimatan wahidatan an yaminihi, kisha atatoa salamu huyo mwenye kuswali salamu moja kuliani kwake. Tumesema hadha huwa al-asahhu. Sawa Sasa je, mtu akitoa mbili inakuwa ni khilafu al-aula, ni kinyume na iliyo bora, lakini itasihi swala hiyo kwa sababu wako wanawazuoni wanaona watatoa salamu mbili kama kawaida. Mambo ya kifikihi ambayo kwa hakika kwa yalivyokaa hakuna kutoleana povu, si ndio ukitoa povu katika mambo kama haya unaonekana huja taalamika, ni ibtidaia na kusumbua sumbua, lakini ukienda mbele huko kuna mambo wala upigani haya. Waman fatahu ba'd salati ala aljanaza, na yule ambaye imempita yeye baadhi ya swala juu ya jeneza, ikawa umechelewa ukakuta swala ya jeneza ilishaanza, labda imamu yuko takbira ya 3, wewe ndio unapanga swafu. Haya, inakuwaje jamani? Kwenye swala ya jeneza utalipaje? Unakulipa au ndio ile utakayokuta ndio hiyo imamu akitoa salamu unaunga naye?
hata kama ulipata takbira moja. Kuna watu wanafanya hivyo, unamwona mtu kachelewa kabisa, labda kadiriki takbira ya mwisho, lakini imamu akisema assalamu alaykum wa rahmatullah, na yeye najua hamna kitu, si ndio? Najua hapa pana kiazi hapa katika dini, wenyewe hawapendi kuambiwa hivyo. Ndio hivyo sasa, mtu asome, si ndio? Wa man fatahu ba'd salati, na yule ambaye imemfutu yeye baadhi ya sala, ala aljanaza, juu ya jeneza, baadhi ya takbira zimekupita, utafanyaje? Dakhala ma'a al-imami fima baqiya, ataingia huyu aliyechelewa pamoja na imamu katika kile ambacho kimebakia. Utaunganisha pale palipobaki na wewe hirimia. Thumma idha sallama al-imam, kisha pindi akitoa salamu imamu, qadha ma fatahu, atakilipa kile ambacho kimempita, ala sifatihi, juu ya wasifu wake. Utakilipa kilichokupita juu ya sifa yake kwa kutanguliza kinachotangulizwa na kuchelewesha kinachocheleweshwa. Al-Allama Ibn Baz rahimahullahu ta'ala ameweka wazi zaidi katika fatawa zake, ziko baa kwa sauti, akisema maana ya kutimiza na kulipa kile kilichokupita kwa sifa yake, maana hii ni ibara ya kutubu za kifikihi za Kihanabila. Sasa maana yake ni kwamba, anasema Ibn Baz, tujalie umemdiriki imamu akiswalisha sala ya jeneza katika takbira ya 3, umefika ndio anapiga takbira ya 3. Sasa ukiingia pale na wewe piga Allahu akbar, ile takbira ya 3 ile kwako wewe ndio hiyo ya kwanza, yeye yuko ya 3, wewe ni ya kwanza. Ile ya 3 tumesoma hapa, baada ya takbira ile watu wanaomba dua, si ndio, ya jeneza baada ya takbira ya 3. Sasa wewe uliochelewa ukiingia hapo baada ya takbira ya 3, wewe unaanza mwanzo, unafanyaje? Unasoma Fatiha, inaitwa isti'adha, unasoma Fatiha. Imamu akipiga takbira ya 4, leo unapiga Allahu akbar, kwako hiyo ni ya pili. Yeye atatoa salamu, wewe utamswalia Mtume, kisha unamalizia chap chap. Sasa ya 3 uko mwenyewe hapo, sasa unaleta dua ya maiti. Ya 4 unatoa salamu. Sawa eh? Huu ndio utaratibu wa kulipa swala ya jeneza. Ikiwa kuna vitu vimekupita, utailipa juu ya wasifu wake, na utaingia na imamu pale utakapomkuta. Wanaeleza ulama, na shaka taeleza hapa, ikiwa utahofia kwamba hizi takbira nikizileta kwa awamu hivi jeneza litanyanyuliwa, basi usipumzike, ziunge chap chap, Allahu akbar, Allahu akbar, kiasi ambacho uweze kudiriki kabla hawajaliondoa lile jeneza mbele yako pale. Wazi? Naam, umeelewa babu namna ya kulipa, si ndio? Haya, wa man fatahu ba'd salati ala aljanaza, na yule ambaye imemfutu yeye baadhi ya sala juu ya jeneza, dakhala ma'a al-imami fima baqiya, ataingia pamoja na imamu katika kile ambacho kimebaki. Thumma idha sallama al-imam, kisha pindi akitoa salamu imamu, qadha ma fatahu ala sifatihi, atakilipiza kile ambacho kimempita yeye juu ya wasifu wake. Ushaelewa hapo eh? Naam. Wa in khashiya an turfa aljanazah, na ikiwa atahofia kunyanyuliwa jeneza, kwamba watu si wako faster bwana, watu washamaliza, jeneza litaondoka, utakuwa mswalia nani eh? Wa in khashiya an turfa aljanazah, na ikiwa atahofia kunyanyuliwa hilo jeneza, taba'a at-takbirat, atazifuatanisha hizo takbira, ay biduni faslin bainahuma, basi
na kuweka mtengano baina yake, utazileta mbio mbio. Bali maulama wanaeleza kama muda utakuwa ni mdogo zaidi, utazileta mbio mbio, angalau uwahi ile hatua ya kumwombea dua. Unaweza ukapita kwingine mbio, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, Allahu akbar, assalamu alaykum wa rahmatullah. Unaweza ukazipeleka basi upate ile dua tu, ukiwa unahofia jeneza wataliondoa. Wa in khashiya an turfa aljanazatu taba'a at-takbirati, atazifuatanisha hizo takbira, ay biduni faslin bainaha, basi na kitenganishi baina yake, utakwenda kidogo kidogo tena kama kawaida. Thumma sallama, kisha atatoa salamu. Huyu ni yule ambaye amepitwa tu na sehemu ya swala ya jeneza na akadiriki sehemu. Sasa kuna mtu ambaye anapitwa na swala ya jeneza, lakini kabla ya kuzikwa anakuwa anadiriki swala imempita, lakini kamkuta maiti pengine makaburini na hajazikwa. Sheikh anamuelezea mtu huyu, waman fatatuhu salatu, waman fatatuhu salatu, na yule ambaye itamfutu yeye swala ala almayiti, swala juu ya maiti, kabla dafni, kabla ya kuzikwa kwake huyo maiti, salla ala qabrihi, basi ataswalia juu ya kaburi ya maiti hiyo, ai baada dafnihi, baada ya kuzikwa. Sasa mtu ambaye imemfutu yeye swala ya maiti kabla ya kuzikwa maiti huyo, kachelewa, watu washaanza kuondoka, basi aende asindikize jeneza, awahi ibada zingine, afike mpaka makaburini, azikwe, afukiwe, kisha atasimama juu ya kaburi pale amswalie. Salla ala qabrihi ay ba'da dafnihi. Na kama atapata fursa ya kumswalia pale makaburini kabla hajazikwa, watu wakaweza kumsubiria, fa khair, wa illa asiwadhikishe watu, atasubiri wazike, kisha yeye aliyechelewa ataswalia juu ya kaburi. Na hii ni katika miongoni mwa sala zilizohusishwa kuswaliwa fil maqbara, zimehusishwa na dalili, wa illa kaburini sio sehemu ya kuswali illa kwa swala hii. Haya, wa man kana ghaiban 'anil baladi alladhi fihi almayyit, na yule ambaye amekuwa ni mwenye kughibu, yuko ghaibuni huko, 'anil baladi alladhi, kuhusiana na mji ambao fihi almayyit, yupo katika mji huo maiti, mtu aliyokuwa mbali na mji ambao maiti yuko. Maiti yuko mji fulani, yeye yuko mji mwingine huko. Wa alima biwafatihi, na akafahamu kufa kwake maiti hiyo, na yeye anataka kushiriki kumswalia, lakini maiti yuko Ulaya, yeye yuko huko Afrika mfano, au pengine maiti yuko mkoa fulani, yeye yuko mkoa mwingine, sawa. Maiti yuko hapa Kilimanjaro, yeye mwenyewe yuko Mbeya huko, sawa. Mtu kama huyu na akajua kifo cha maiti huyu, shaka anasema falahu an yusalli alayhi salata alghaibi binniya, ana yeye mtu huyu an yusalli alayhi, uswalia juu ya maiti hiyo salata alghaibi, swala ya asiyekuwepo, binniya, kwa nia. Itakuwa mbele yake jeneza halipo, lakini ataswali kwa nia ya hilo jeneza ambalo liko mbali. Tumeelewana Kisha anazungumzia mimba zilizotoka, wa hamlu almar'ati idha saqata mayita, na mimba ya mwanamke pindi inapoanguka hali ya kuwa ni yenye kufa, ikawa mimba imetoka na mwana huyo kafa. Wa hamlu almar'ati idha saqata mayita, na mimba ya mwanamke pindi ikidondoka
hali yakuwa ni yenye kufariki. Waqad tamma lahu 4 ashhurin fa akthar, na kwa hakika imetimu kwa mimba hiyo miezi 4 na zaidi. Mimba ikawa ina miezi 4 na kwenda mbele, tayari hicho kiumbe kilikuwa kimepuliziwa roho. Maana yake ukizungumza miezi 4, zile 43 zimepita hapo. 40 yawman nutfa thumma yakunu alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. 40 ngapi? 3. Kwa hivyo mimba ya mwanamke pindi ikianguka na ikafa, waqad tamma lahu, na kwa hakika imetimu kwa mimba hiyo 4 ashhurin fa akthar, miezi 4 na zaidi. Mimba hii sulliya alayhi salat aljanaza, itaswaliwa, pataswaliwa juu ya hiyo mimba swala ya jeneza. Hicho kitoto chenye miezi 4 na kuendelea kitaswaliwa, na yale mengine ya kule nyuma atafanyiwa. Kama kinawezekana kinaosheka, kitaoshwa. Maana kuna vitoto vinazaliwa vimekaza kabisa, vina miezi 4 5. Kama hakiwezekani kuosheka, kinatayamamishwa, kisha kinafungwa sanda yake, halafu tunakiswalia. Katika dua tunawaombea wazazi wake wawili waliompoteza mtoto. Sulli alayhi salat aljanaza, itaswaliwa hiyo mimba swala ya jeneza. Wa in kana duna 4 ashhurin, na ikiwa mimba hiyo ni chini ya miezi 4, sasa hilo ni jibonge tu la bonge la damu na nyama, bado ilikuwa yafikia wakati wa kupuliziwa roho. Wa in kana duna 4 ashhurin, na ikiwa hiyo mimba ni chini ya miezi 4, lam yusalla alayhi, haitoswaliwa juu yake. Lakini hii mimba tunaifukia vipi? Kwa kuisitiri vizuri, usiitie mchangani kama vile unazikapanya. Ifunge japo na kishuka hivi, kitambaa vizuri, alafu ifukie kwa karama, sababu hili ni umbile la mwanadamu, sawa lakini haswaliwi zile sukutu. Na kuna mimba zingine wala hutoziona zikiwa chini hapo, madaktari wenyewe wanamalizana nazo, unaambiwa ilidondoka tu. Sasa unasema iko wapi? Usiwashughulishe watu, si ndio? Maadamu unajua ni chini ya hapo, wao wenyewe wanajua walivyosafisha. Tumefahamiana? Faliuadhin almuadhin. Tayeb, mpaka hapo Sheikh amemalizia sehemu ya 5 ya kutaja hukumu mbalimbali za jeneza. Thumma qala hafidhahu Allah ta'ala sadisan, na hukumu ya 6 katika hukumu mbalimbali za jeneza, hamlul mayiti wa dafnuhu, ni kumbeba maiti na kumzika. Tushamaliza kumswalia, sasa tunambeba maiti huyu na kwenda kumzika. Qala hafidhahu Allah ta'ala, hamlul mayiti wa dafnuhu min furudil kifayati ala man alima bihalihi min almuslimin. Sheikh Al-Fawzan anasema hamlul mayiti, kumbeba maiti juu ya mabega, wa dafnuhu, na kumzika, kwenda kumfukia kwenye kabri yake. Lakini kufukia kwa maana ya kuzika kuna utaratibu maalum. Hamlul mayiti, kumbeba maiti, wa dafnuhu, na kumzika maiti huyo, min furudhil kifayati, ni miongoni mwa faradhi za kutoshelezana, ala man alima bihalihi, juu yule ambaye amejua hali ya maiti huyo. Ala man alima bihalihi, juu ya yule ambaye amejua hali yake maiti huyo,
minal muslimin, katika waislamu, basi kumbeba huyu maiti na kumzika ni katika faradhi za kutoshelezana juu ya huyu aliyejua hali yake. Wa dafnuhu mashru'un bilkitabi wassunna, na kumzika huyo maiti ni jambo lililowekwa na sheria. Wa dafnuhu mashru'un, na kumzika maiti huyo kumewekwa na sheria, kumefanywa sheria bilkitabi wassunnati, kwa kupitia kitabu na sunna. Qala Allah ta'ala alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Mursalat aya 25 mpaka 26 anatuambia alam naj'alil arda kifata, hivi hatukuijalia ardhi ni yenye kukusanya. Wa hadha istifhamun inkariyun, hapa tunakemewa, na wengine wanasema ni istifhamun taqririyun, kwa maana kinathibitishwa kinachosemwa, na hii ndiyo kauli sahihi zaidi kwamba istifhamu hapa ni takriri. Alam naj'alil arda kifata, hivi hatukuifanya ardhi ni yenye kukusanya? Ndiyo maana yake, tumeifanya ardhi inakusanya. Inakusanya nini? Ahya'an wa amwata, walio hai na maiti. Ardhi ndivyo ilivyo, ni silaha ya ncha mbili. Walio hai wapo juu ya ardhi, wanatembea huku na kule, wanalima, wanachimba madini humo, wengine wanachimba vyoo, wanajenga majumba, vurugu nyingi watu wanafanya juu ya ardhi. Ardhi imevumilia hii kwa sababu ni katika kazi zake. Na huko chini ndio huko mnazikana sasa, huko chini huko mnachimba mkazikana, siji mkafukia vitu vyenye harufu, mkaficha vitu ambavyo hamtaki vionekane. Ardhi imekusanya ya juu na ya chini, ndio maana aya hii. Alam naj'alil arda kifata, je, hatukuifanya ardhi ni yenye kukusanya? Bimaana tumeifanya hivyo. Ahya'an wa amwata, ikakusanya walio hai na wafu. Ndiyo, walio hai wako juu wanafaidika na hiyo ardhi, na hao wafu wako chini huko wanaendelea na maisha ya barzakh. Haya, bimaana aya hii ni ushahidi wa kuzikana chini ya ardhi, si ndio? Waqala ta'ala, na akasema Allah ta'ala, thumma amatahu fa aqbarah. Mwanadamu anazungumzwa hapa katika suratu Abasa, kisha akamfisha mwanadamu huyo. Amata hadha al-insan, thumma amatahu, kisha akamfisha, fa aqbarah, na akamzika, akamtengea kabri. Ay ja'alahu maqburan, akamjalia mwanadamu ni mwenye kuzikwa. Hizi ni dalili za kwenye Qur'ani za kuonyesha usheria wa kuzikana. Wal ahadithu fi dafni almayyit mustafidatun, shaka nasema, na hadithi mbalimbali katika kuzika maiti ni zenye kuja kwa wingi. Mustafidha ay kathira. Wa huwa birrun, na huko kuzika ni wema. Wa ta'atu, na ni taa. Wa ikramun lilmayiti, na ni kumkirimu maiti. Wa atina'un bihi, na kumtilia umuhimu maiti huyo. Kisha atakuja kueleza sasa insha Allah taala, tukijaliwa kuanzia darasa ya kesho. Wa yusannu, sunna mbalimbali ambazo zimethubutu wakati wa kwenda kumzika maiti. Wakati tunakwenda sasa na jeneza letu kuelekea malaloni, kuna sunna mbalimbali shekhi atazitaja. Tatosha kwa leo. Bihadha alqadri kifaya. Ilahuna.